Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtu wa Mungu Prophet Gwayemba. Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Nimetamani leo tuweze kuzungumza kwa habari ya mmojawapo wa mababa wa kiroho kwenye nchi ya Tanzania. Niliwahi kuzungumza kwa habari ya Mwamposa, ukiangalia clip yangu, na nikasema kuna kazi njema ambayo anaifanya na ni mtu ambaye amevunja rekodi kwenye taifa letu la Tanzania kwa kukusanya watu wengi zaidi kuliko hata mhubiri yote aliyotoka nje. Na leo nimekuja pia nizungumze, nikuletee documentary kwa habari ya Askofu Gwajima, Bishop Gwajima. Mimi nimeabudu pale na niwahi kufanya kazi information ministry, lakini nataka nikuelezea huyu ni mtu gani, na hata mtu ambaye amfahamu na mwingine anamfahamu kwa picha ya nje aweze kumfahamu. Nitakuelezea vita ambazo huyu mtu amewahi kupigana. Nitakuelezea mambo ya ajabu ambayo Mungu amemtumia, mambo makubwa ambayo Mungu amemtumia kwa ajili ya nchi ya Tanzania na kwa ajili ya mataifa. Jambo la kwanza, kabla sijaenda moja kwa moja kwenye mambo ya makubwa na yale vita ambazo alipigana akashinda huyu mtu wa Mungu, ambaye ni mmoja wapo baba wa imani ambao tunajifunza kwake leo. Mimi nikiombea watu, kuna namna utasikia ndani kuna ile neema au kuna kile kitu cha huyu mtumishi wa Mungu kinakuwa kiko ndani yangu au kinatokea ndani yangu. Kwa nini? Kwa sababu unavyokuwa unakaa chini ya mtumishi wa Mungu fulani, kuna roho fulani unaibeba. Namba moja, sio baba yangu wa kiroho kwa sasa hivi, ni mtumishi wa Mungu au mzee ambaye niliwahi kukaa kwake na kuna vitu nimejifunza. Namba mbili, na nikwambia jambo moja. Jambo la kwanza, ni mtumishi wa Mungu ambaye ameandika vitabu vingi mno. Ameandika vitabu vingi mno. Kuna kitabu moja hapa ambacho nilipendwa, mimi nilikuwa nakipenda sana, kinaitwa Kitabu cha Maombi ya Kushindana. Kile kitabu nakumbuka wakati huo ndio ninaanza mambo ya wokovu na mambo ya Injili. Kile kitabu nilikuwa naweza nikampa mtu ambaye ni mgonjwa, ana mapepo, ana magonjwa. Anakisoma kitabu, wakati anaanza kuomba na kile kitabu, automatic yule mtu anaanza kufunguliwa peke yake akiwa anasoma kitabu. Imagine, huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye kaandika kitabu cha maombi, ambayo hayo maombi anayesoma maombi mwenyewe anafunguliwa na maombi anayoyasoma. Ni mtu wa namna hiyo. Jambo la pili, miaka kadhaa nyuma alikuwa yuko nyumbani kwake, kwa story. Wakati yuko nyumbani kwake kulikuwa kuna nyumba na geti, wakaingia majambazi ndani. Walipoingia majambazi ndani, watu wote akamwambia watu wote wajifiche. Kuna mmoja ambaye aliwekwa mchungaji wangu wa Kigoma, anaitwa Pasapo, na wengine wakakimbia wakajificha, wengine wakajificha chooni, wengine wakajificha chini ya uvungu wakajificha, kwa sababu majambazi wameshapiga, wamevunja milango, wamevunja geti, wamepiga risasi getini, wameingia ndani ili waweze kuvamia. Mimi nilichoangalia wengine ondokeni wote, mimi nabakia sebleni. Akawa amekaa pale sebleni. Wakati amekaa sebleni, wale majambazi wakaingia. Walivyoingia, Mungu akawapiga upofu. Mungu alipowapiga upofu, wakamwambia, dogo, tuambie paroko yuko wapi? Tuambie mchungaji ameenda wapi? Tuambie paroko kaenda wapi? Wale watu Mungu akawapiga upofu, wakawa wanamuona yeye lakini wanamuona ni mtoto mdogo. Wakaanza kumwambia, tuambie paroko ameenda wapi? Akamwambia, unajua hayuko hapa. Akasema, tupeleke, inabidi tuondoke na wewe tupeleke kanisani. Akasema, paroko yuko kanisani. Baadaye wale watu wakaingia, wakatafuta chumbani, wakatafuta ndani, wanamtafuta mtu ambaye wanamuona na wakati yuko hapo. Unajua, unapozungumza kwa habari ya baba wa kiroho, watu wa imani, watu ambao wanaamini Yesu, ambao wanaamini Mungu, wanaweza kuonekana wana asili ya kawaida, kwa hali ya kawaida, watakula chakula kama watu wengine, wataongea kama watu wengine, lakini sio watu wa kawaida. Huyo mtu wa Mungu sio mtu wa kawaida, ni mtumishi asiyekuwa wa kawaida. Watu wengi wamefunguliwa, watu wengi wameponywa wakati huo. Jambo la pili ambalo natamani kushirikisha pia kuhusiana na huyo mtumishi wa Mungu na namna asivyokuwa wa kawaida na ile neema ya Mungu ambaye ameibeba. Angalia vita ambazo amewahi kuzipigana. Ni mtu ambaye hajawahi kupoteza vita hata moja. Ni mtu ambaye hajawahi kushindwa wakati wa mapambano ya wao yote ambayo yaliinuka ili kuleta giza na kuharibu. Huyu mtu hakuwahi kushindwa kwenye mapambano ya vita ya aina yoyote. Miaka kadhaa nyuma alikuwepo mganga mmoja wa nyota. Yule mganga wa nyota
akawa anafanya mambo ya ajabu ajabu kwenye nchi ya Tanzania, ikiwemo na mambo ya kukubawa na nini. Aliwahi kuzungumza yeye mwenyewe kwenye ibada zake. Huyu mganga au mshirikina ambaye kwa anasema yeye ni shehe, akawa anafanya uchawi wake wa nyota. Wakati anafanya mambo kama haya, anaitwa shehe haya. Wakati anafanya mambo kama haya, ushirikina na mambo ya nyota na vinyo vipopana, vitu kama hivyo vilikuweko, huyu mtu wa Mungu akaona maono. Bwana akamwambia, mwambie huyu mtu atubu, la sivyo anaondoka. Wakati huyo mtu akasikia, ikawa ni vita na changamoto. Wakati fulani, wakati wa mzozo huo, ikatokea changamoto, akainuka mtu mmoja kanisani akawa anataka kuja kumchoma askofu kisu. Wakati anataka kumchoma askofu kisu, wakaumwai watu pale. Alikuwa ametumwa na watu fulani kwa ajili ya kuangamiza, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye anaharibu kazi za giza. Akamwambia yule mtu, yule mshirikina mchawi wa nyota, akamwambia, ninakuagiza utubu. Usipotubu utakufa na kuangamia. Akamwambia siku zako ni chache. Let me tell you what, kilichotokea, yule mtu aliondoka. Nenda kafuatilie, kaangalia YouTube, kaangalie vizuri historia, kafuatilie. Ni mtu ambaye Mungu amemtumia kwa viwango vikubwa sana. Wakati kwenye taifa la Tanzania limekuja janga la corona, wakati huo akaagiza watu wafunge kwenye kanisa lake, lakini akasema pia anaenda kufunga afunge. Akalizungumzia kutoka nje, akasema tunaikataa, hii sio sehemu yetu. Ni mtu ambaye alisema hii corona sio sehemu ya nchi yetu. Hii ni nchi ya Tanzania, hatutakubali corona iweze kutuzuia kwenye nchi ya Tanzania. Watu wakafunga siku 8 kufuna uzima. Na watu wengine wako mbali. Wakati mimi nilikuwa niko nje, lakini na mimi nikafunga. Kwa ndo bado Mungu anaelekeza kuanza mambo ya huduma na nini. Baada ya kufunga, corona ikayeyuka, ikuleta madhara Tanzania kama ilivyoleta kwenye nchi zingine. Imagine kuna mtu anaweza kuinuka akasema kwa kauli yake kwamba hichi kitu kinapotea. Ni mchungaji, ni askofu. Wala hajasema ni nabii, lakini kuna neema ya Mungu na nguvu ya Mungu ambayo ameibeba ndani. Ambayo ile nguvu ya mazungumzo na kinywa chake Mungu amekiandaa na kinaweza kuleta matokeo makubwa. Amekuwa ni mtu ambaye ameleta chachu ya kuinua watumishi wa Mungu wengi Tanzania. Nimekutana na kitabu cha Mungu kushindana, kimesambaa makanisa mengi. Na hata mimi nilikuwa nacho. Kwa watumishi wengi sana amesambaa kama mafundisho ya uongozi kuambatana, watu wengi wanajifunza. Ni mtu ambaye ameweka chachu kubwa sana ya Injili. Sio tu Tanzania, Afrika Mashariki, lakini pia hata kwenye dunia. Amekuwa akihubiri Japan, akihubiri sehemu mbalimbali. Lakini leo niko kuambia mambo makubwa na vita ambazo mtu alipigana akashinda. Wakati fulani ikaibuka vita na changamoto, akatangazwa, unajua huyu mtumishi naye yumo kwenye madawa ya kulevya. Vita kamwinukia, adui zake wakapanda kweli kweli. Akaongea, akasema huyu mtu ninamfuta kwa ulimwengu wa siasa. Akasema Bashite namfuta kwa ulimwengu wa siasa. Baada ya muda yule mtu alipotea kwenye hiyo eneo. Wakati tunazungumzia ya mambo ya kiroho, ni mambo ya kiroho lakini yanaweza kuleta matokeo kwenye mwili kwa hali ya kawaida. Yakaleta matokeo kwenye mwili ya hali ya kawaida. Na sisi kama watumishi wadogo au watumishi wa Mungu ambao tunainuka na watumishi wa Mungu ambao tumeandaliwa kila mahala kwa sehemu yake, lazima tuheshimu wale mababa na waasisi kama wakina Bishop Kakobe, kama wakina Mwingila, wale watu ambao Mungu amewainua, ambao walikuwa ni chachu ya sisi pia kuikimbilia Injili. Huyu mtu wa Mungu ni mojawapo ya chachu ya watu wengi sana kumjua Yesu. Sizungumzi habari ya kwamba hakuna madhaifu, kila mtu ana madhaifu. Kila mtumishi wa Mungu ana madhaifu. Utamkwaza mtu, kuna mtu utamkanyaga. Madhaifu ni kitu cha kawaida. Mwingine ananiambia unajua mbona hivi, mbona vile. Listen to me. Ndio maana mtu akawa ni mtu, lakini mtu wa Mungu. So kama kuna madhaifu mengine unaachana nayo, una focus na ule utu wa Mungu na kile ambacho Mungu ameweka juu yake, inakuwa ni neema kubwa sana. Kwa nini nimeandaa documentary hii? Kwa nini nimeandaa kitu hiki? Kwa nini nimeandaa nimzungumzie? Ilikuwa ni kama miaka 6 nyuma au miaka 7. Nilitoka kwenye unabii wakati sianza huduma mwilini kabisa. Nikasema namuona huyu mtu na what I saw niliona ni kama 2030 kitu. Nikaona huyu mtu yuko kwenye presidential. Nikasema huyu mtu atakuwa rais. Naona Mungu anasema tumuombe. I get out. Nitoka nje nikazungumzia tukakiombea miaka kama 6. Watu wanifuatia wanajua. Almost miaka kama 5 6. Kama sio 7 nyuma. Nikaanza kuomba. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu kuna neema ya Mungu. Walio nikasikia unabii, nikasikia sauti, kuna mtu anashuka toka mlimani. Kuna kijana anashuka toka mlimani.
Ndio maana nakwambia kuna neema kubwa sana ya Mungu na kibali ambacho Mungu ameweka kwa watumishi wake. Na huyu mtumishi wa Mungu, kuna kusudi kubwa sana kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya taifa ambayo ameiweka ndani ya mtu. Nisikilize, Mungu ana tabia ya kuweka makusudi ndani ya mtu, makusudi ndani ya mtu awe chanzo kwa watu wengine kuinuka, watu wengine kubarikiwa, kwa sababu kila mtu anamhitaji mtu mahala ili aweze kupenya na kupiga hatua. Wakati fulani ikaja changamoto, ilikuwa ni jambo la mahakama ya kadhi, ikampa vita kubwa sana, akapitia naye. Wakati imeleka jambo hili akaelezea, akasema, bwana, mimi ninachokiona kwa habari hii ya mahakama ya kadhi, shida itakuja kutokea hapa ambako hii ina hukumu Waislamu peke yao, Wakristo hawahukumiwi na hii mahakama. Lakini shida itatokea hapa, Muislamu akitaka kuhukumiwa kwa mahakama yake, anataka apate mkono kwa sababu labda amebaka au amefanya nini, ataamua akimbilie kanisani. Anasema mimi naokoka leo, atasema ndio ataokoka. Baada ya hapo, yule mtu wale watu wenzake watamfuata. Wakimfuata watamwambia, wewe bwana, twende ukahukumiwe. Anasema, bwana, mimi nimeokoka, mimi nimempokea Yesu, sio Muislamu tena. Wanataka wamchukue kanisani. Baada ya hapo itainuka vita kati ya hawa watu wa kanisani na watu wa huku. Kwa hiyo ndio maana akapinga, akasema haitakaa isimame. Listen to me, haijasimama. Wakati unakaa na watu na hao watumishi wa Mungu, lazima ufahamu ni namna gani Mungu amewaita. Kuna nguvu gani ambayo inawasukuma nyuma. Huyu mtumishi wa Mungu au huyu askofu au baba yetu wa kiroho au mmoja wa baba wa kiroho Tanzania ni mtu ambaye ana nguvu kubwa sana ya Mungu ambaye inamsukuma nyuma. Na hawezi kuzuilika kwa namna yote, na makusudi ya Mungu lazima yatimie vile vile. Na kama neno la unabii lilitoka likasema utajenga nyumba, hautahofia kufa, ni mpaka nyumba ije ijengwe na nyumba ije isimame. Hautaondoka mpaka uje ujenge nyumba kama Mungu alivyosema. Mungu hawezi kusema utakuwa mataifa. Mungu hawezi kusema utajenga nyumba alafu baadaye uishie bila kujenga nyumba. Hicho kifo sio cha Mungu. Na Mungu lazima atimize yale ambayo aliyasema. Wakati fulani akawa ameingia bungeni. Kukumbusha hii vita kidogo, utanielewa. Utanielewa vizuri. Ameingia bungeni, wakati huo akazungumza, kana mtu mmoja akatoka kwa spika wa bunge. Yule Ndugai akazungumza, akampiga vita pale, akasema unajua hata sisi tunajua neno na nini. Akatengeneza zengwe mpaka huyo mtu akasimamishwa miezi kadhaa, haendi bungeni. Kilimkuta nini? Kilichomkuta ni kitu gani? Baadaye mambo yakamkuta.